Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kumbukumbu zinaeleza 2021 ndipo mapinduzi ya sekta ya elimu yalianza upya. Nahodha wa elimu ya matumaini alikabidhiwa usukani na Jaji Mkuu wa Tanzania kisha kuanza safari, akikata mawimbi kwa maendeleo kwenye sekta mbalimbali nchini. Meli ilibeba tunu ya matumaini, ndani yake ilibeba mzigo wa sekta ya elimu ambapo ilifika salama. Kwa kuthibitisha hilo, Irani ya nahodha ilianza utekelezaji wake katika shule za wasichana za sayansi, ambapo alitengeneza na kuboresha shule hizo kama ifuatavyo. Sekondari ya sayansi Samia Girls Ruvuma, shilingi bilioni 4.1 chini ya Rais Samia. Ujenzi shule ya wasichana ya sayansi Samia Girls iliyoko wilaya ya Namtumbo, mkoa wa Ruvuma, imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.1. Shule hii ina jumla ya wanafunzi 610, wanafunzi wa kidato cha kwanza 138, wa kidato cha 5 265 na wa kidato cha 6 210. Tafiti za Benki ya Dunia zinaonyesha kuwa kila dola moja ya Marekani inapowekezwa kwenye elimu huzalisha hadi dola 16 kwenye uchumi, huku zaidi ya 70% ya utajiri wa nchi zilizoendelea unatokana na nguvu kazi yenye maarifa na tija. Hii ndiyo sababu kuu inayomsukuma Rais Samia kuwekeza katika elimu kwa kujenga shule za sayansi kwa wasichana kwenye kila mkoa na shule za vipaji maalum kwa wavulana kwenye kila kanda. Sekondari ya sayansi Solia Girls Singida, shilingi bilioni 4.1 chini ya Rais Samia. Ujenzi wa shule ya wasichana ya sayansi Solia Girls iliyoko wilaya Manyoni, mkoa wa Singida, imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.1. Shule hii ina jumla ya wanafunzi 615, wakiwemo wanafunzi wa kidato cha kwanza 140, wa kidato cha 5 265 na wa kidato cha 6 210. Tafiti ya Benki ya Dunia zinaonyesha kuwa kila dola moja ya Marekani inavyowekezwa kwenye elimu huzalisha dola 16 kwenye uchumi, huku 70% ya utajiri wa nchi zilizoendelea kutokana na nguvu kazi yenye maarifa na tija. Hii ndiyo sababu kuu inayomsukuma Rais Samia kuwekeza katika elimu kwa kujenga shule za sayansi kwa wasichana kwenye kila mkoa na shule za vipaji maalum kwa wavulana kwenye kila kanda. Dar es Salaam Girls Secondary School, shilingi bilioni 4.1 chini ya Rais Samia. Ujenzi wa shule ya wasichana ya sayansi iliyoko mkoa wa Dar es Salaam imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.1. Shule hii ina jumla ya wanafunzi 605, wakiwemo wanafunzi wa kidato cha kwanza 136 na wa kidato cha 5 260 na kidato cha 6 209. Tafiti za Benki ya Dunia zinaonyesha kuwa kila dola moja ya Marekani inavyowekezwa kwenye elimu huzalisha hadi dola 16 kwenye uchumi, huku zaidi ya 70% ya utajiri wa nchi zilizoendelea unatokana na nguvu kazi yenye maarifa na tija. Hii ndiyo sababu kuu inayomsukuma Rais Samia kuwekeza katika elimu kwa kujenga shule za sayansi kwa wasichana kwenye kila mkoa na shule za vipaji maalum kwa wavulana. Sekondari ya sayansi Dr. Samia Dodoma, shilingi bilioni 4.1 chini ya Rais Samia. Ujenzi wa shule ya wasichana ya sayansi iliyoko mkoa wa Dodoma Manchali Chamwino umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.1. Shule hii ina jumla ya wanafunzi 620, wakiwemo wanafunzi wa kidato cha kwanza 140, wa kidato cha 5 268 na wa kidato cha 6 212. Tafiti za Benki ya Dunia zinaonyesha kuwa kila dola moja ya Marekani inapowekezwa kwenye elimu huzalisha hadi dola 16 kwenye uchumi, huku zaidi ya 70% ya utajiri wa nchi zilizoendelea unatokana na nguvu kazi yenye maarifa na tija. Hii ndiyo sababu kuu inayomsukuma Rais Samia kuwekeza katika elimu kwa kujenga shule za sayansi kwa wasichana kwenye kila mkoa na shule za vipaji maalum kwa wavulana kwenye kila kanda. Sekondari ya Longido Samia Girls
Arusha ni shilingi bilioni 4.1 chini ya Rais Samia. Ujenzi wa shule ya wasichana ya sayansi iliyoko mkoa wa Arusha ya Longido Samia Girls imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.1. Shule hii ina jumla ya wanafunzi 608, wanafunzi wa kidato cha kwanza 137 na wanafunzi wa kidato cha 5 262 na wa kidato cha 6 209. Tafiti za kibenki ya dunia zinaonyesha kuwa kila dola moja ya Marekani inapowekezwa kwenye elimu huzalisha hadi dola 16 kwenye uchumi, huku zaidi ya 70% ya utajiri wa nchi zilizoendelea unatokana na nguvu kazi kwenye maarifa na tija. Hii ndiyo sababu kuu inayomsukuma Rais Samia kuwekeza katika elimu kwa kujenga shule za sayansi kwa wasichana kwenye kila mkoa na shule za vipaji maalum kwa wavulana kwenye kila kanda. Kilimanjaro Girls Secondary School shilingi bilioni 4.1 chini ya Rais Samia. Ujenzi wa shule ya wasichana ya sayansi iliyoko mkoa wa Kilimanjaro ni Kilimanjaro Girls Secondary School umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.1. Shule hii ina jumla ya wanafunzi 612, wanafunzi wa kidato cha kwanza 138 na kidato cha 5 264 na kidato cha 6 210. Tafiti za kibenki ya dunia zinaonyesha kuwa kila dola moja ya Marekani inapowekezwa kwenye elimu huzalisha hadi dola 16 kwenye uchumi, huku zaidi ya 70% ya utajiri wa nchi zilizoendelea kutokana na nguvu kazi zenye maarifa na tija. Hii ndiyo sababu kuu inayomsukuma Rais Samia kuwekeza katika elimu kwa kujenga shule za sayansi kwa wasichana kwenye kila mkoa na shule za vipaji maalum kwa wavulana kwenye kila kanda. Sekondari ya sayansi Tanga Girls shilingi bilioni 4.1 chini ya Rais Samia. Ujenzi wa shule ya wasichana ya sayansi iliyoko mkoani Tanga, Tanga Girls, imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.1. Shule hii ina jumla wanafunzi 606, wanafunzi wa kidato cha kwanza 137, wa kidato cha 5 216 na kidato cha 6 209. Tafiti za kibenki ya dunia zinaonyesha kuwa kila dola moja ya Marekani inavyowekezwa kwenye elimu huzalisha hadi dola 16 kwenye uchumi, huku zaidi ya 70% ya utajiri wa nchi zilizoendelea unatokana na nguvu kazi zenye maarifa na tija. Hii ndiyo sababu kuu inayomsukuma Rais Samia kuwekeza katika elimu kwa kujenga shule za sayansi kwa wasichana kwenye kila mkoa na shule za vipaji maalum kwa wavulana kwenye kila kanda. Sekondari ya sayansi Bibi Titi Girls Pwani shilingi bilioni 4.4 chini ya Rais Samia. Ujenzi wa shule ya wasichana ya sayansi ya Bibi Titi iliyoko mkoa wa Pwani imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.1. Shule hii ina jumla ya wanafunzi 618, wakiwemo wanafunzi wa kidato cha kwanza 140 na kidato cha 5 267 na kidato cha 6 211. Tafiti za Benki ya Dunia zinaonyesha kuwa kila dola moja ya Marekani inapowekezwa kwenye elimu huzalisha hadi dola 16 kwenye uchumi, huku zaidi ya 70% ya utafiti wa nchi zilizoendelea inatokana na nguvu kazi yenye maarifa na tija. Hii ndiyo sababu kuu inayomsukuma Rais Samia kuwekeza katika elimu kwa kujenga shule za sayansi kwa wasichana kwenye kila mkoa na shule za vipaji maalum kwa wavulana kwenye kila kanda. Sekondari ya sayansi Morogoro Girls shilingi bilioni 4.1 chini ya Rais Samia. Ujenzi wa shule ya wasichana ya sayansi iliyoko mkoa wa Morogoro imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.1. Shule hii ina jumla ya wanafunzi 609, wanafunzi wa kidato cha kwanza 137, wa kidato cha 5 262 na kidato cha 6 210. Tafiti za Benki ya Dunia zinaonyesha kuwa kila dola moja ya Marekani inapowekezwa kwenye elimu huzalisha hadi dola 16 kwenye uchumi, huku zaidi ya 70% ya utafiti wa nchi zilizoendelea kutokana na nguvu kazi yenye maarifa
na tija. Hii ndiyo sababu kuu inayomsukuma Rais Samia kuwekeza katika elimu kwa kujenga shule za sayansi kwa wasichana kwenye kila mkoa na shule za vipaji maalum kwa wavulana kwenye kila kanda. Sekondari ya sayansi Lugalo Girls Iringa, shilingi bilioni 4.1 chini ya Rais Samia, ujenzi wa shule ya wasichana ya sayansi iliyoko mkoa wa Iringa imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.1. Shule hii ina jumla ya wanafunzi 613, wanafunzi wa kidato cha kwanza 138, wa kidato cha 5 265 na kidato cha 6 210. Tafiti za Benki ya Dunia zinaonyesha kuwa kila dola moja ya Marekani inapowekezwa kwenye elimu huzalisha hadi dola 16 kwenye uchumi, huku 70% ya utajiri wa nchi zilizoendelea unatokana na nguvu kazi yenye maarifa na tija. Hii ndiyo sababu kuu inayomsukuma Rais Samia kuwekeza katika elimu kwa kujenga shule za sayansi kwa wasichana kwenye kila mkoa na shule za vipaji maalum kwa wavulana kwenye kila kanda. Sekondari ya sayansi Njombe Girls, shilingi bilioni 4.1 chini ya Rais Samia, ujenzi wa shule ya sekondari ya sayansi. Sekondari ya sayansi Njombe Girls Njombe, shilingi bilioni 4.1 chini ya Rais Samia, ujenzi wa shule ya wasichana ya sayansi Njombe Girls iliyopo mkoa wa Njombe imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.1. Shule hii ina jumla ya wanafunzi 607, wanafunzi wa kidato cha kwanza 136 na wa kidato cha 5 262 na wa kidato cha 6 209. Tafiti za Benki ya Dunia zinaonyesha kuwa kila dola moja ya Marekani inapowekezwa kwenye elimu huzalisha hadi dola 16 kwenye uchumi, huku zaidi ya 70% ya utajiri wa nchi zilizoendelea unatokana na nguvu kazi yenye maarifa na tija. Hii ndiyo sababu kuu inayomsukuma Rais Samia kuwekeza katika elimu kwa kujenga shule za sayansi kwa wasichana kwenye kila mkoa na shule za vipaji maalum kwa wavulana kwenye kila kanda, huku zaidi ya 70% ya utajiri wa nchi zilizoendelea unatokana na nguvu kazi yenye maarifa tija, huku zaidi ya 70% ya utajiri wa nchi zilizoendelea kutokana na nguvu kazi yenye maarifa na tija. Na hii ndiyo sababu kuu inayomsukuma Rais Samia kuwekeza katika elimu kwa kujenga shule za sayansi kwa wasichana kwenye kila mkoa na shule za vipaji maalum kwa wavulana kwenye kila kanda. Sekondari ya sayansi Katavi, shilingi bilioni 4.1 chini ya Rais Samia, ujenzi wa shule ya wasichana ya sayansi Katavi Girls iliyoko mkoa wa Katavi imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.1. Shule hii ina jumla ya wanafunzi 617, wanafunzi wa kidato cha kwanza 139, wa kidato cha 5 267 na wa kidato cha 6 211. Tafiti za Benki ya Dunia zinaonyesha kuwa kila dola moja ya Marekani inapowekeza kwenye elimu huzalisha hadi dola 16 kwenye uchumi, huku zaidi ya 70% ya utajiri wa nchi zilizoendelea unatokana na nguvu kazi yenye maarifa na tija. Katika kuwekeza, hii ndiyo sababu kuu inayomsukuma Rais Samia kuwekeza katika elimu kwa kujenga shule za sayansi kwa wasichana kwenye kila mkoa na shule za vipaji maalum kwa wavulana kwenye kila kanda. Sekondari ya sayansi Kigoma Girls Uvinza, shilingi bilioni 4.1 chini ya Rais Samia, ujenzi wa shule ya wasichana ya sayansi Kigoma Girls Uvinza iliyoko mkoa wa Kigoma umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.1. Shule hii ina jumla ya wanafunzi 609, wanafunzi wa kidato cha kwanza 137, wa kidato cha 5 262 na kidato cha 6 210. Tafiti za Benki ya Dunia zinaonyesha kuwa kila dola moja ya Marekani inapowekezwa kwenye elimu huzalisha hadi dola 16 kwenye uchumi, huku zaidi ya 70% ya utajiri wa nchi zilizoendelea unatokana na nguvu kazi kwenye maarifa na tija. Hii ndiyo sababu kuu inayomsukuma Rais Samia kuwekeza katika elimu kwa kujenga shule za sayansi kwa wasichana kwenye kila mkoa na shule za vipaji maalum kwa wavulana kwenye kila kanda. Sekondari ya wasichana ya sayansi Tabora, shilingi bilioni 4.1 chini ya Rais Samia, ujenzi wa shule ya wasichana ya sayansi
iliyoko mkoa wa Tabora imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.1. Shule hii ina jumla ya wanafunzi 616, wanafunzi wa kidato cha kwanza 139, wa kidato cha 5 266 na wa kidato cha 6 211. Tafiti za kibenki ya dunia zinaonyesha kuwa kila dola moja ya Marekani inapowekezwa kwenye elimu huzalisha hadi dola 16 kwenye uchumi, huku zaidi ya 70% ya utajiri wa nchi zilizoendelea unatokana na nguvu kazi yenye maarifa na tija. Hii ndiyo sababu kuu inayomsukuma Rais Samia kuwekeza katika elimu kwa kujenga shule za sayansi kwa wasichana kwenye kila mkoa na shule za vipaji maalum kwa wavulana kwenye kila kanda. Sekondari ya sayansi Shinyanga Girls shilingi bilioni 4.1. Chini ya Rais Samia, ujenzi wa shule ya wasichana ya sayansi Shinyanga Girls iliyoko mkoa wa Shinyanga imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.1. Shule hii ina jumla ya wanafunzi 605, wanafunzi wa kidato cha kwanza 136, wa kidato cha 5 260 na kidato cha 6 209. Tafiti za Benki ya Dunia zinaonyesha kuwa kila dola moja ya Marekani inapowekezwa kwenye elimu huzalisha hadi dola 16 kwenye uchumi, huku zaidi ya 70% ya utajiri wa nchi zilizoendelea unatokana na nguvu kazi yenye maarifa na tija. Hii ndiyo sababu kuu iliyomsukuma Rais Samia kuwekeza katika elimu kwa kujenga shule za sayansi kwa wasichana kwenye kila mkoa na shule za vipaji maalum kwa wavulana na kwenye kila kanda. Sekondari ya sayansi Mwanza Girls shilingi bilioni 4.5. Chini ya Rais Samia, ujenzi wa shule ya wasichana ya sayansi Mwanza Girls Mangu iliyoko mkoa wa Mwanza imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.5. Shule hii ina jumla ya wanafunzi 621, wanafunzi wa kidato cha kwanza 141, wa kidato cha 5 268 na kidato cha 6 212. Tafiti za kibenki ya dunia zinaonyesha kuwa kila dola moja ya Marekani inapowekezwa kwenye elimu huzalisha hadi dola 16 kwenye uchumi, huku zaidi ya 70% ya utajiri wa nchi zilizoendelea inatokana na nguvu kazi yenye maarifa na tija. Hii ndiyo sababu kuu inayomsukuma Rais Samia kuwekeza katika elimu kwa kujenga shule ya sayansi kwa wasichana kwenye kila mkoa na shule za vipaji maalum kwa wavulana kwenye kila kanda. Sekondari ya sayansi Geita shilingi bilioni 4.1. Chini ya Rais Samia, ujenzi wa shule ya wasichana ya sayansi Geita Girls iliyoko mkoa wa Geita imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.1. Shule hii ina jumla ya wanafunzi 608, wanafunzi wa kidato cha kwanza 137, wa kidato cha 5 262 na kidato cha 6 209. Tafiti za kibenki ya dunia zinaonyesha kuwa kila dola moja ya Marekani inapowekezwa kwenye elimu huzalisha hadi dola 16 kwenye uchumi, huku zaidi ya 70% ya utajiri wa nchi zilizoendelea unatokana na nguvu kazi yenye maarifa na tija. Hii ndiyo sababu kuu inayomsukuma Rais Samia kuwekeza katika elimu kwa kujenga shule za sayansi kwa wasichana kwenye kila mkoa na shule za vipaji maalum kwa wavulana kwenye kila kanda. Sekondari ya sayansi Mara Girls bilioni 4.1. Chini ya Rais Samia, ujenzi wa shule ya wasichana ya sayansi Mara Girls iliyoko mkoa Mara imegharimu zaidi shilingi bilioni 4.1. Shule hii ina jumla ya wanafunzi 1200, wanafunzi wa kidato cha kwanza 138, wa kidato cha 5 266 na wa kidato cha 6 210. Tafiti za kibenki ya dunia zinaonyesha kuwa kila dola moja ya Marekani inapowekezwa kwenye elimu huzalishwa hadi dola 16 kwenye uchumi, huku zaidi ya 70% ya utajiri wa nchi zilizoendelea unatokana na nguvu kazi yenye maarifa na tija. Hii ndiyo sababu kuu inayomsukuma Rais Samia kuwekeza katika elimu kwa kujenga shule za sayansi kwa wasichana kwenye kila mkoa na shule za vipaji maalum kwa wavulana kwa kila kanda. Sekondari ya sayansi Simiyu Girls Simiyu shilingi bilioni 4.1. Chini ya Rais Samia, ujenzi wa shule ya wasichana ya sayansi iliyoko mkoa wa Simiyu imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.1. Shule hii ina jumla ya wanafunzi 606, wanafunzi wa kidato cha kwanza 136, wa kidato cha 5 261
na wa kidato cha 6 209. Tafiti za Benki ya Dunia zinaonyesha kuwa kila dola moja ya Marekani inapowekezwa kwenye elimu huzalisha hadi dola 16 kwenye uchumi, huku zaidi ya 70% ya utajiri wa nchi zilizoendelea unatokana na nguvu kazi yenye maarifa na tija. Hii ndiyo sababu kuu iliyomsukuma Rais Samia kuwekeza katika elimu kwa kujenga shule za sayansi kwa wasichana kwenye kila mkoa na shule za vipaji maalum kwa wavulana kwenye kila kanda. Sekondari ya Sayansi Manyara Girls, shilingi bilioni 4.1 chini ya Rais Samia. Ujenzi wa shule ya wasichana ya sayansi iliyoko mkoa wa Manyara imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.1. Shule hii ina jumla wanafunzi 619, wanafunzi wa kidato cha kwanza 140, wa kidato cha 5 268 na kidato cha 6 211. Tafiti za Benki ya Dunia zinaonyesha kuwa kila dola moja ya Marekani inapowekezwa kwenye elimu huzalisha hadi dola 16 kwenye uchumi, huku zaidi ya 70% ya utajiri wa nchi zilizoendelea unatokana na nguvu kazi yenye maarifa na tija. Hii ndiyo sababu kuu inayomsukuma Rais Samia kuwekeza katika elimu kwa kujenga shule za sayansi kwa wasichana kwenye kila mkoa na kujenga shule za vipaji maalum kwa wavulana kwenye kila kanda. Sekondari ya Sayansi Kagera River Girls. Sekondari ya Sayansi Kagera River Girls, shilingi bilioni 4.1 chini ya Rais Samia. Ujenzi wa shule ya wasichana ya sayansi iliyoko mkoa wa Kagera imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.1. Shule hii ina jumla ya wanafunzi 610, wanafunzi wa kidato cha kwanza 138, wa kidato cha 5 265 na wa kidato cha 6 210. Tafiti za Benki ya Dunia zinaonyesha kuwa kila dola moja ya Marekani inapowekeza kwenye elimu huzalisha hadi dola 16 kwenye uchumi, huku zaidi ya 70% ya utafiti wa nchi zilizoendelea unatokana na nguvu kazi yenye maarifa na tija. Hii ndiyo sababu kuu inamsukuma Rais Samia kuwekeza katika elimu kwa kujenga shule za sayansi kwa wasichana kwenye kila mkoa, shule za vipaji maalum kwa wavulana kwenye kila kanda. Sekondari ya Sayansi Mtwara, shilingi bilioni 4.1 chini ya Rais Samia. Ujenzi wa shule ya wasichana ya sayansi iliyoko mkoa wa Mtwara imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.1. Hii na jumla ya wanafunzi 607, wanafunzi wa kidato cha kwanza 136, wa kidato cha 5 262, wa kidato cha 6 209. Tafiti za Benki ya Dunia zinaonyesha kuwa kila dola moja ya Marekani inapowekezwa kwenye elimu huzalisha hadi dola 16 kwenye uchumi, huku zaidi ya 70% ya utajiri wa nchi zilizoendelea unatokana na nguvu kazi yenye maarifa na tija. Hii ndiyo sababu kuu inayomsukuma Rais Samia kuwekeza katika elimu kwa kujenga shule za sayansi kwa wasichana kwenye kila mkoa na shule za vipaji maalum kwa wavulana kwenye kila kanda. Sekondari ya Sayansi Lindi Girls, Lindi, shilingi bilioni 4.1 chini ya Rais Samia. Ujenzi wa shule ya wasichana ya sayansi Lindi Girls iliyoko mkoa wa Lindi imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.1. Shule hii ina jumla ya wanafunzi 615, wanafunzi wa kidato cha kwanza 139, wa kidato cha 5 266 na kidato cha 6 210. Tafiti za Benki ya Dunia zinaonyesha kuwa kila dola moja ya Marekani inapowekezwa kwenye elimu huzalisha dola 16 kwenye uchumi, huku zaidi ya 70% ya utafiti wa nchi zilizoendelea unatokana na nguvu kazi yenye maarifa na tija. Na hii ndiyo sababu kuu inayomsukuma Rais Samia kuwekeza katika elimu kwa kujenga shule za sayansi kwa wasichana kwenye kila mkoa na shule za vipaji maalum kwa wavulana kwenye kila kanda. Miradi ya maendeleo ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika kuwekeza elimu kwenye shule za wasichana za sayansi. Ni mimi wako Adela Thomas, Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.